Naam, wazo la M23 kujiondoa Uvira ni wazo jema sana, ni wazo zuri sana na inaleta amani, inaleta furaha, inaleta matumaini kwa watu wengi, sio watu wa Kongo tu, hata kwa sisi tulioko mbali au kwa lugha nyingine jamii ya kimataifa. Watu wengi tunaoliona na kulisikia hilo jambo tunafurahi, ni jambo la matumaini. Najua nikwambie jambo moja. Niliwahi kusema na siku zote waga nasema kwamba mgawanyiko huu wa makabila, mgawanyiko wa kisiasa, mgawanyiko wa itikadi, mgawanyiko wa lugha, haikuwa tabia ya Mwafrika na sio tabia ya mwenyeji wa Kongo. Hapana, sio tabia, haikuwa tabia yao. Ni tabia ambazo tuliletewa. Lakini hapo awali, kabla ya uhuru huko nyuma sana, nilishawahi kusema vitu vya namna hiyo. Wakongomani wote waliishi kama ndugu. Haikuwepo cha kwamba huyu ni kabila fulani, hili ni kabila fulani, hili ni kabila fulani. Havikuwepo. Kila tabia hizo zilikuja kuletwa tu baadaye na wageni. Tunakumbuka ziletwa na wageni kwa nia na makusudi yao. Na nia na makusudi yao ilikuwa ni kuligawa bara Afrika na kuweza kuchukua ardhi, madini, rasilimali zote, lakini pia na kumtawala Mwafrika. Unaona? Na walitumia hiyo mbinu ya divide and rule. Wagawe uweze kuwatawala. Wagawe kwa ukabila, wagawe kwa rangi, wagawe kwa itikadi, wagawe kwa siasa. Basi wakafanikiwa kuligawa bara la Afrika, wakayagawa mataifa, na ndio hivyo sasa wanayatawala mataifa ya Afrika, au wakafanikiwa kuyatawala mataifa ya Afrika. Unaona? Lakini mwanzoni haikuwa tabia yetu au tabia ya Waafrika kuishi kwa kutengana, kuishi kwa kugombana, kuishi kwa kukataana, kuishi kwa kubaguana, kuishi kwa kabila na vitu mbalimbali. Unaona? Ndio maana sasa hivi mataifa mengi ya Kiafrika yanahangaika. Kuhangaika ni kwa sababu hizo ninazosema. Sasa basi, our M23 maamuzi yao walio yachukua ili wajiondoe katika maeneo ya Uvira ni maamuzi mazuri sana. Mimi naona ni mazuri sana, ijapokuwa inawezekana wapo wengine ambao wanaona hapana, tuendelee tusonge mbele. Hebu nikwambie, vita sio nzuri. Kwa hiyo mimi naona ni maamuzi mazuri walioyafanya ya kujiondoa. Sasa ziko sababu baadhi niziseme ambazo wao wenyewe M23 wamezisema. Sababu mojawapo walioisema ni kwamba wameweza kushauriwa, wameshauriwa na mataifa ya kimagharibi, sana Marekani, taifa la Marekani. Wameweza kuwashauri kwamba hebu achana na vita, achana na haya, mtulie, ili tuweze sasa kuweka mazingira mazuri ya kukaa na kuzungumza kwa ajili ya amani. Naona sasa M23 ni watu wenye akili, ni watu wasikivu. Naona niliwahi kusema kwamba unaweza kufikiri ni watu wabaya, lakini ni watu wasikivu, ni wanadamu kama sisi. Kuna haki wanaziona kwamba hizi haki wasipozipigania, naona watapoteza mambo mengi. Kwa hiyo kutokana na ombi la taifa la Marekani na mataifa mengine kwamba waachane na vita ili kuruhusu nafasi nzuri, muda mzuri, wakati mzuri wa kufanya mazungumzo kwa ajili ya amani. Basi au M23 wakasema hamna shida. Okay. Hiyo ni sababu moja wapo. Lakini sababu nyingine ambayo wao M23 wameweza kuisema pia. Wameweza kuisema. Ni pamoja na
kutengeneza mazingira ya uaminifu kwamba taifa la Kongo kwa ujumla na mataifa mengine na nchi nyingine za kimagharibi za duniani waweze kuwaona kwamba hawa watu ni wasikivu, hawa watu ni watii, hawa watu ni waelewa. Kwa hiyo pia wameweza kulichukulia hilo kama point kwamba waweze kukubali ile ombi la Marekani na wasimamishe, wajiondoe, wasitishe vita ili kutengeneza mazingira ya uaminifu katika mataifa. Naona zote ni sababu hizo. Lakini ziko sababu zingine ambazo tunaweza tukazifikiria tu ambazo inawezekana ziwe zenyewe kama sababu. Kwa mfano, mtu anaweza akasema kwamba labda wameona vita imekuwa ngumu. Unaona? Tunaweza kufikiria hivyo kwamba labda wameona vita imekuwa ngumu, imekuwa kali. Wakaamua kutengeneza mazingira ya kujiondoa. Naona? Hiyo mimi si support sana. Si support hiyo. Kwa sababu kama wamewahi kupigana vita, wamewahi kupambana tangu awali kabisa, watakuja kushindwa leo hii? Hapana. Si support sana hiyo. Hiyo si support sana. Lakini mtu anaweza kusema hivyo, akafikiri hivyo. Naona kwamba labda wamejiondoa kwa sababu ya kuona ngome imekuwa nzito. Hiyo mimi sidhani hiyo. Naona, lakini ziko sababu mbalimbali. Bila shaka na wewe unajua zingine ambazo unaweza kuwa unazifahamu. Na wewe utanishirikisha hapa, na wewe utanishirikisha, utaniambia sababu unazozijua. Naona? Lakini je, acha tuangalie. Je, hawa M23 wameisha toka Uvira? Yaani wameisha toka? Inawezekana hawajatoka Uvira au wanaanza kutoka polepole. Yote ni majibu kwamba inawezekana hawajatoka au wanaanza kutoka pole. Yote ni nini? Yote ni majibu. Lakini mimi ninachokisema ni kwamba hii ni habari njema. Hii ni habari njema. Hapo nyuma nimewahi kusema kwamba taifa la Kongo ni taifa la Bwana, taifa la Mungu. Ni taifa la Mungu. Mungu analijua taifa hili. Mungu anawajua watu wa Kongo. Na Mungu anapotoka mbinguni akaangalia taifa la Kongo, haoni makabila, haoni utofauti, haoni rangi, haoni tofauti za siasa. Anaona wote ni wana Kongo, ni Wakongomani wote. Ndivyo anavyowaona. Unaona? Kwa hiyo kusema kwamba iko siku Kongo nzima itakuwa ni kitu kimoja. Hakutakuwepo makabila, hakutakuwepo rangi, dini, siasa, havitakuwepo. Wote wataishi kama kitu kimoja. Kama kule mwanzo kabisa, miaka ya mwanzoni, unakumbuka? Ukifuatilia kwenye clip zangu nimewahi kusema kwamba Kongo kabla ya uhuru waliwahi kuishi kwa amani sana. Katika mazingira ya kijamii waliishi vizuri sana. Sasa hiyo hali itakuja kujirudia, maana hii hatua ya M23 walioichukua au wanaweza kuichukua ni nzuri. Inatia matumaini. Amani inakuja Kongo. Hivi punde Kongo itakuwa ni nchi ya Bwana, taifa la Bwana lenye amani na lenye furaha. Tuwaombee M23 waweze kuchukua hii hatua vizuri na kwa amani. Asante.